Hujambo tena mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi, karibu sana. Rais wa Marekani Donald Trump atatoa uamuzi wake kuhusu kama Marekani itaingilia mgogoro unaoendelea kati ya Israel na Irani ndani ya kipindi cha wiki mbili zijazo. Taarifa hiyo imetolewa na msemaji wa ikulu ya White House, Karoline Leavitt, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari. Leavitt akinukuu ujumbe kutoka kwa Trump akisema, kutokana na uwezekano mkubwa wa mazungumzo ambayo yanaweza kufanyika au yasifanyike na Irani katika siku za usoni, nitaamua ndani ya wiki mbili zijazo kama Marekani itaingia au la katika mgogoro huu. Kauli hiyo inakuja wakati mvutano kati ya Israel na Irani ukizidi kupamba moto, huku jumuiya ya kimataifa ikitoa wito wa mazungumzo ya diplomasia ili kuepusha vita kubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona kuwa kauli hiyo ya Trump inaweza kuwa mbinu ya kuacha nafasi ya majadiliano, huku akijiandaa kuchukua hatua kali iwapo hali itaendelea kuwa mbaya. Endapo Marekani itaamua kujiingiza rasmi kwenye mzozo huu, inaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa hali ya usalama wa kimataifa na mwelekeo wa kisiasa za kanda hiyo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka White House, uamuzi huo wa Trump utazingatia maendeleo ya mazungumzo na Iran katika kipindi hiki cha mpito. Sasa mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa kutoka ikulu ya White House nchini Marekani, ambapo Rais Donald Trump kupitia msemaji wa White House ambaye ni Karoline Leavitt ameweka wazi kwamba Trump atatoa mustakabali mzima, kwamba ataingia kwenye mgogoro huu moja kwa moja au hatoingia baada ya wiki mbili zijazo. Trump yupo kwenye hatua ya matazamio, akitazamia kwamba Irani huenda ikakubali kuzungumza na Marekani kwa njia ya kidiplomasia ili kuweza kumaliza mzozo huu ambao kwa sasa hivi unazidi kupamba moto katika Mashariki ya Kati. Na pasipo basi Irani kutokubali mazungumzo na Marekani, basi inaweza ikachangia Marekani kutumia nguvu zaidi kwa ajili ya kuingilia mzozo huu Mashariki ya Kati. Sasa mtazamaji wa Zone Media, hii ni Zone Media, nikushukuru tu kwa kuendelea kutufuatilia, lakini kwa taarifa zijazo kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati, basi usisahau kuwa pamoja nasi kila siku. Usisahau kusubscribe, pia kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Jina langu naitwa Victor Moshi.